Kiukweli Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najaribu kuangalia, angalieni uwekezaji wa Dar es Salaam kwenye soko, kwenye stendi ya Magufuli. Angalieni stendi ya Ndugai. Angalieni stendi ya Mwanza Nyegezi. Angalieni Nyamongoro. Ni mabilioni ya pesa tumewekeza, lakini haifanyi chochote. Na ukusanyaji wa mapato ya stendi hauendani na majengo mazuri mnayoweka ya vioo na magorofa. Abiria anatoka nyumbani anajua anakosafiri anaenda wapi. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kuchangia kwenye fedha za 10%. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatenga hela nyingi sana kwenye 10%. Lakini kiukweli hata tuliposimamisha kutoa mikopo tulifikiria tutakuja na utaratibu mzuri. Lakini naona kama tunarudi kule kule Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunao vijana wengi sana wamesoma mambo ya pesa, mambo ya mikopo, mambo ya benki. Lakini sisi serikali bado tunarudi kule kule kutumia maafisa maendeleo. Niliwahi kuchangia nikasema, afisa maendeleo kazi yake ni kwenda kuhamasisha, lakini tunampa jukumu la kwenda kukopesha na kudai madeni. Sisi tunaoona huko vijijini tunaona mengi. Ukiangalia kwenye vikao tunavyotoa pesa na makusanyo ni vitu viwili tofauti. Wakusanyaji wetu hawana utaalamu wa kukusanya yale madeni. Wanaenda kudai madeni wanarudi na majunia ya mkaa kwenye gari. Wanaenda kudai madeni wanarudi na kuku kwenye gari. Sasa najiuliza serikali, kwa sisi tunaoishi na mikopo, kwa nini tusiajiri kitengo? Kwa sababu kuna halmashauri hapa zinakopesha mpaka bilioni 7 kwa mwaka. Kwa nini tusiwe na vijana hata 4 tu waliosoma hayo mambo? Kwa nini benki zinafanikiwa? Tunakuwa na pesa tunatoa, kweli lengo ni zuri, lakini hazirudi na hakuna wa kumlaumu. Ni sawa na kumkabidhi mwalimu asimamie mambo ya injinia. Huyo kazi yake sio hiyo. Na vijana wapo wanatafuta ajira. Kweli tunashindwa kwa makusanyo tulio nayo. Halmashauri kama za Dar es Salaam zinatoa bilioni 7. Kitengo cha watu 4 5 professional. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeenda kuwarundikia wakuu wa wilaya, tunaenda kumpelekea mtendaji wa kata, eti ndo anafanya assessment ya mkopo. Uliona wapi? Sinyewe wasomi, kila mtu ana kitu alichokisomea. Kwa nini tusitafute watu competent tukawapa wakafanya hiyo kazi? Tunaenda kuchukua hiyo document unapeleka, kwa mfano halmashauri moja inaweza kuwa na vikundi 100, labda 120 vinapata mkopo. Haya, wapelekee kamati ya ulinzi na usalama kwa assess hivyo vikundi na kuvitembelea. Watafanya kazi gani nyingine kwenye wilaya ya kujadili mambo ya wilaya? Sitakuwa ni kazi ya kukagua vikundi pekee yake. Kwa hiyo ninashauri sana Mheshimiwa, ni vizuri tukaunda vikundi. Tunao vijana wengi sana waliosoma na wanafanya vizuri. Tunaona mabenki yanawatumia na naenda mbele kuliko sisi. Kila mwaka mnatoa bilioni halafu hazirudi na hazina maendeleo kule zinakoenda. Na mara nyingi zinakuwa ni vikundi hewa na watumiaji hewa, halafu hela na zenyewe zinakuwa hewa. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba sana. Nilikuwa najaribu kuangalia mtandaoni hapa. Sisi halmashauri ya Geita peke yake mkurugenzi ana wabunge 3. Tuna population ya watu 1,200,000. Nikawa naangalia kwa ndugu zetu Lindi, mkoa mzima una watu 1,000,000, tuna 100,000 na kidogo. Sisi halmashauri moja 1,100,000. Kuna ugumu gani kutugawanya tukapata angalau halmashauri 2? Mtu anatoka kilomita zaidi ya 89,100 kupeleka tatizo la kugongewa muhuri na mkurugenzi. Niombe sana Mheshimiwa Waziri, katika vipaumbele vyenu vya TAMISEMI ni vizuri, kwa sababu mkurugenzi mmoja huwezi kuwa na kichwa cha kumanage wabunge 3 wenyewe watata kama kina Msukuma, tutauana. Ni vizuri mkatutenganisha tukawa na halmashauri 2 na majengo yapo, tumeshajipanga. Wakikata jimbo lingine halmashauri nyingine majengo ya kuanzia yapo, na hospitali tunazo 2. Hakuna ugumu wa kutugawanya tukawa halmashauri 2. Oneni huruma, watu 1,200,000 tunazidi mkoa wenye majimbo karibia 7. Haiwezekani Mheshimiwa, ninaomba hili swala tulipe kipaumbele. Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kujadili kuhusiana na swala, nasikia watu tunazungumza mastendi, masoko. Ni kweli Mheshimiwa, tunahitaji kuwa na stendi nzuri, tunahitaji kuwa. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini tunahitaji pia kujifunza wapi tumekosea. Mheshimiwa Msukuma, Joseph Msukuma, kuna taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nampa taarifa Mheshimiwa mbunge. Kwanza amesema ana miaka 20 kwenye bunge hili, na wakati anachangia swala la 10% kwamba sheria ile
imeelekeza wakuu wa wilaya, kamati za ulinzi na usalama zisimamie. Je, wakati huo inapitishwa Mheshimiwa Msukuma akuwepo? Usiulize swali, usinatoa taarifa. Nampa taarifa hiyo tu kwamba akuwepo. Mheshimiwa Msukuma, una haja ya kushughulika na hiyo. Hiyo ni swali. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Na niombe mtu anayetoa taarifa akae kwenye kiti chake. Huyu anasoma ni Nasari hapa, lakini najua sio Nasari. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na mshauri Njuka ajifunze kwanza asiende spidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Nilikuwa nazungumza swala la stendi na masoko. Ni vizuri tukajifunza tulipokosea. Kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najaribu kuangalia, angalieni uwekezaji wa Dar es Salaam kwenye soko, kwenye stendi ya Magufuli. Angalieni stendi ya Ndugai. Angalieni stendi ya Mwanza Nyegezi. Angalieni Nyamongoro. Ni mabilioni ya pesa tumewekeza, lakini haifanyi chochote. Na ukusanyaji wa mapato ya stendi hauendani na majengo mazuri mnayoweka ya vioo na magorofa. Abiria anatoka nyumbani anajua anakosafiri anaenda wapi. Kama tumeweza kuferi huku, bado tena tunaenda kurundika. Kwa nini hizo pesa tusizigeuze tukaenda kuboresha shule zetu za misingi? Sasa hivi tunajivuna tuna shule nzuri za sekondari za nini, lakini mbunge yote asimame hapa akafanye ziara kwenye shule za misingi za watoto wetu. Muone jinsi wanavyokaa, na ule ndo msingi unaomtengeneza mtoto kwenda sekondari. Watoto wanakaa chini, watoto wako 400 kwenye darasa moja. Tunaenda kurundika mastendi ambayo yanabaki kuwa majengo ya popo tu. Tunalo stendi la Ndugai hapa. Nendeni mkaone. Nane na soko. Nendeni Mwanza. Hakuna mtu anatoka nyumbani anawahi safari. Unamwambia kakae ghorofa ya 3, kakae ghorofa ya nini? Hakuna hicho kitu. Mtu anatoka nyumbani na mawazo yake ya kwenda kusafiri. Kwa hiyo ni vizuri tukatengeneza vitu ambavyo vina uhitaji kwa sasa, tukaacha kwenda kuiga vitu ambavyo pengine hatujafika muda wake. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.